Tarehe 23 Novemba mwaka 2021 UNESCO walitangaza na kukiwekea Kiswahili siku yake maalum ya maadhimisho ambayo ni tarehe 7 Julai ya kila mwaka. Kwa mwaka huu 2025, maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili duniani yanafanyika duniani kote kwa kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hapa Zanzibar pia tutaadhimisha siku hiyo kitaifa kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 7 kwa kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na lugha na utamaduni wa Mswahili katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tarehe 5 Julai 2025 kutakuwa na jukwaa la mwanamke hazina, ambapo kutakuwa na uwasilishaji wa makala inayohusu mwanamke na utawala bora, taswira ya mwanamke kiongozi katika fasihi na vijana wa kike na uongozi wa kesho, uwekezaji wa kizazi kijacho. Tarehe 6 Julai 2025 kutakuwa na matembezi ya wanafunzi na wadau wa Kiswahili yatakayoanzia skuli ya sekondari Tumekuja na kumalizia ukumbi wa polisi Ziwani. Matembezi haya yataanza saa 12 asubuhi. Ukumbini kutakuwa na uwasilishaji wa makala inayohusu umuhimu wa usomaji wa vitabu. Aidha, kutatolewa tunzo kwa washindi wa mashindano ya insha kwa skuli za sekondari 2025 na mwanafunzi bora wa Kiswahili 2024. Katika shughuli hiyo tunategemea kwamba Mheshimiwa Leila Mohamed Musa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Ni matumaini yetu kwamba washiriki wote waliojiandikisha katika maadhimisho watashiriki kwa wingi ili tuweze kujadiliana kwa kina na kupata maarifa na ujuzi kuhusu umuhimu wa usomaji wa vitabu kwa watoto wetu na kwa vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, tarehe 7 Julai 2025 itakuwa ni siku ya kilele cha maadhimisho hayo yatakayofanyika ukumbi wa polisi Ziwani kuanzia saa 2 kamili asubuhi, na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anatarajiwa kuwa ndiye mgeni rasmi. Ndugu wanahabari, siku zote 4 tutakuwa na shughuli za sanaa, utamaduni, taaluma na matembezi ya kiafya, ambapo tutajumuika pamoja na watoto wetu ili tuweze kukuza utamaduni na mshikamano katika jamii yetu. Kwa ujumla, idhaa za Kiswahili duniani ziko nyingi, ziko za kimataifa na za kitaifa. Na kwa vile kuna idhaa za Kiswahili ambazo hizi tunasema ziko rasmi na ambazo si za digital, kwa sababu hizi idhaa za Kiswahili ziko nyingine za FM, zingine digital, nyingine za kawaida. Nafikiri wanataaluma wa mifumo ya redio watanirekebisha. Idhaa ziko nyingi sana na naweza kusema siwezi kuzijua idadi, lakini zipo nyingi sana, kwa sababu tunajua kama bara la Amerika kuna idhaa za Kiswahili, bara la Ulaya kuna idhaa za Kiswahili, bara la Arabuni idhaa za Kiswahili zipo, Afrika zipo, lakini hata na Tanzania zipo. Na tunashuhudia kwa hata hizo idhaa za Kiswahili ambazo zipo tayari watu wanajifunza lugha ya Kiswahili na anatumia kwa ufasaha. Nafikiri ndugu Salim Vuai, nimekujibu kwa ufupi. Idhaa za Kiswahili ziko nyingi sana, na hasa tukijua kwa Kiswahili sasa hivi ni lugha ya kimataifa. Kanzidata rasmi bado hatuna, lakini idhaa za Kiswahili ziko nyingi sana sana na hazina idadi. Lakini Baraza la Kiswahili la Zanzibar limechukua juhudi miaka mingi ya kutoa makamusi katika skuli za sekondari, za msingi, kwa vyombo vya habari na katika jamii mbalimbali, lakini kwa sasa Baraza la Kiswahili la Zanzibar haya makamusi wanauza. Na kwa hiyo tunakukaribisheni ndugu waandishi, tutakupunguzieni. Kama kamusi ni 17,000, basi tuko tayari katika maadhimisho haya siku ya Kiswahili kuyauza makamusi haya 10,000 ili muweze kusoma vitabu na muweze kutumia Kiswahili kwa ufasaha na usanifu.